Niliyoko mbele yako ni mwenyekiti wa UWW Joyce Kabala. Niko mahali hapa kwa ajili ya kusema kwa ufupi mipango na malengo ya idara yetu katika mwaka huu 2026. Lengo la kwanza, tuna lengo la kuboresha zaidi ibada zetu ambazo huwa tunazifanya kila siku za Jumatano. Ibada hizi tunaziboresha kwa kuwa na mambo yafuatayo. Kwanza, kuwa na mafundisho ya neno la Mungu, tukifundishana kwa ajili ya roho zetu, kwa ajili ya maisha yetu ya kiroho. Neno la Mungu liweze kuendelea kutujenga katika maisha yetu ya kila siku. Neno la Mungu linatufundisha kuenenda sawasawa na Mungu anavyotaka sisi tuweze kuenenda. Jambo lingine ambalo tunalifanya kwenye ibada zetu, wakati mwingine tuna ratiba za maombi na maombezi. Tunafanya huduma ya kuombeana ili Mungu aweze kufungua wanawake, aweze kufungua watu wake wanaopita katika changamoto na mambo mbalimbali, kuwafungua wale waliofungwa, kuwaweka huru wale mateka. Tunafanya huduma hizo kwa neema ya Mungu na watu wanafunguliwa na Mungu anajibu maombi ya watu na kutenda kwa mkono mkuu. Tunamshukuru Mungu kwa sababu pia anatupa nafasi ndani ya ibada zetu kuwa na mafundisho kwa nadharia na vitendo. Kama wanawake watumishi, tunahitaji kumtumikia Mungu. Tunahitaji kujifunza mambo mbalimbali, shughuli mbalimbali za ujasiriamali, shughuli za mikono, mambo ya ufugaji. Ni namna gani tunaweza kufanikiwa tuweze kujipatia kipato katika maisha yetu. Tutaona mafunzo mbalimbali ya utengenezaji wa vitu mbalimbali, mambo ya mapishi, kwa ajili ya kusaidiana na kuwezeshana kupitia zile zawadi au vipawa ambavyo Mungu ameweka ndani yetu, ili Mungu aweze kuendelea kutusaidia na tuweze kuendelea kumtumikia Mungu, tusiwepo kanisani tu. Kwa hiyo ubunifu huo unatusaidia kuinua vipato vyetu ili tuweze kumtumikia Mungu. Lengo la pili, sisi ni wanawake watumishi. Kama watumishi, kama watu wenye upendo, watu wenye huruma na watu wenye moyo wa utoaji, tunapenda kuigusa jamii yetu, jamii ya wanaoamini na jamii ya wasioamini katika namna mbalimbali. Ndani ya kanisa wapo wagonjwa, ndani ya kanisa na nje wapo watoto yatima, wanahitaji faraja na upendo, na wao wajisikie kama watu wenye wazazi. Wanapitia changamoto mbalimbali na ukosefu wa mahitaji mbalimbali. Tunawagusa watoto hao yatima, tunawaonyesha kwamba Mungu wetu ni pendo na yeye ni kila kitu, yeye ni baba kwao. Lakini huyu Mungu anatumia watu kwa ajili ya kuwafikia wao wanapokuwa na mahitaji mbalimbali. Ndio maana hamzuii mikono yenu, mnaachilia kutoa kwa ajili ya wahitaji hawa. Hata siku ya Alhamisi tulifika kituo kile na tuliona jinsi ambavyo walibarikiwa na kujisikia furaha kwa kuona kuna watu wanaowakumbuka na kuwapa maneno ya Mungu, lakini pia na kuwapa mahitaji mbalimbali ya kimwili. Hiyo ni huduma ya muhimu sana na Mungu anaitambua, na sisi kama idara tunafanya jambo hilo tena kwa moyo wa kupenda, bila kulazimishwa wala kusukumwa na mtu yeyote. Huduma hii haijamwacha nyuma mjane. Tunalia pamoja nao wanapopita katika changamoto za kukosa wa kuwasaidia. Tuko pamoja nao kuwatia moyo kwamba yupo mume wa wajane anayewasaidia. Kwa hiyo tunawatia moyo. Kwa hiyo tunakusipi hata wewe msharika, unapokuwa unafahamu kuna watu ambao wana uhitaji kama hao, tambua kwamba wanahitaji kutiwa moyo, wanahitaji kuendelea kutiwa moyo. Sio hao tu, lakini huduma yetu pia inaelekea kugusa wahitaji mbalimbali kama wafungwa magerezani. Watu ambao kwa hali ya kawaida wengine wanahisi kama wamepoteza matumaini na hawaoni kama kuna matumaini ya kuishi tena. Lakini wakiwa ndani ya gereza, tuna wajibu wa kuwapelekea injili ya matumaini. Tuna wajibu wa kuwapelekea mahitaji mbalimbali ili waweze kuwa watu ambao watakuwa ni mfano na waliokubalika katika jamii. Watambue kwamba Mungu anawaona na Mungu ana haja nao bado. Kwa hiyo wanapokuwa huko katika vifungo vyao, bado waone kwamba kuna matumaini na kuna nafasi ya kumwamini Yesu katika maisha yao. Huduma za kijamii nyingine ni pamoja na kutegemeza watumishi. Ndani ya makanisa, ndani ya jamii, Mungu ametupa wachungaji, wainjilisti, ametupa wasoma neno, wahudumu mbalimbali, watu wanaofanya kazi ya Mungu, wanaojitoa, wanatoa muda wao
wanatoa wakati mwingine, wanajitoa wao kama wao kwa ajili ya kazi ya Mungu. Tunawatia moyo, tunawaombea, tunawategemeza ili waweze kufanya kazi ya Mungu, wasikate tamaa wakaishia njiani. Kwa hiyo hawa ni watumishi wa Mungu wanaotuombea. Tusichoke kuwatia moyo mmoja mmoja au kama kikundi kwa ajili ya kuwatia moyo zaidi ili waweze kumtumikia Mungu. Tuwaheshimu kwa kuwa wamewekwa na Mungu, tuwahudumie, lakini pia tuwatunze kwa moyo wa kupenda ili Mungu aweze kutubariki. Lengo lingine, tunao vijana ndani ya kanisa. Ni wajibu wetu pia kuandaa vijana kiroho, kimwili, kiakili, kiuchumi. Ndio maana wakati mwingi tunawaalika wale ambao ni mabinti wawe pamoja nasi katika huduma mbalimbali, katika utumishi, na wamekuwa na mwitikio pia katika kumtumikia Mungu. Hao vijana tunapaswa kuwafundisha, kuwaombea, kuwatia moyo hata wanapofanya mambo mazuri. Tunawapongeza vijana wetu hapa kanisani. Mara nyingi tumefanya hivyo na tumeendelea kufanikiwa kufanya jambo hilo. Tunamshukuru Mungu kwamba anaendelea kutusaidia. Tunaendelea kuwatia moyo, tunaendelea kuwaombea wawe wavumilivu. Mungu awasaidie ili waweze kufikia hatua nzuri watakayomheshimisha Mungu. Ndio maana tunapongeza jambo hili kwa kuwa ni jambo la maana na lenye faida. Jambo hili ni lenye manufaa. Tuko pamoja na vijana wetu, tunaendelea kuwatia moyo, tunaendelea kuwaombea, tunaendelea kuwasaidia katika hatua mbalimbali ili Mungu aweze kuwasaidia. Lengo letu lingine kama wanawake watumishi, tunafahamu kwa habari ya kutoa muda, kutoa mali, kutoa nguvu zetu, kutoa fedha kwa ajili ya nyumba ya Mungu, kwa ajili ya shughuli mbalimbali za kanisa la Mungu, kwa ajili ya ujenzi wa kanisa. Tunachangia ujenzi kwa sababu tunatamani nyumba ya Bwana ikamilike. Tunatamani nyumba ya Bwana ifanikiwe katika mipango mbalimbali. Kwa hiyo hatukai nyuma, tunajituma kuhakikisha kwamba nyumba ya Mungu inakaa katika mazingira mazuri. Tunapendezesha nyumba ya Mungu, tunajituma kufanya usafi, kuhakikisha kwamba Mungu anafurahishwa na mazingira ambayo tunaabudia. Tunaendelea hata kwa mwaka huu, Mungu atupapo nafasi tena tufanye jambo kwa ajili ya ujenzi wa nyumba ya Mungu ili Mungu aweze kutubariki katika maisha yetu. Mwisho, tunawashauri wanawake wote kuendeleza umoja wetu. Tushikane kwa pamoja, tuwe na umoja, tuwe na upendo, tumtumikie Mungu kwa furaha na kwa moyo wa kupenda siku zote pasipo kulazimishwa, kwani tukifanya kwa moyo wa kupenda ni sehemu ya kuzichota baraka za Mungu. Kanisa tunawapenda sana. Ninyi ni msaada mkubwa kwa mwanamke kutimiza malengo yake. Tunaomba muendelee kutushika mkono na kutuombea. Tunawashukuru, tunasema asanteni na Mungu awabariki.